inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, kwanza mmependeza, wanafunzi wamependeza, Allah wabariki sana. Tuseme amina. Na Allah wanafunzi wajalie mshike yale walimu wetu wanayotufundisha. Semeni amina. Kwa baraka za siku hii ya leo na kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mimi na mambo mengi ya mkoa, Sheikh wa kata, Sheikh wa wilaya, naomba radhi kidogo na majukumu kwa ajili yenu nyie. Kwa hiyo nimemleta mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa, ndio mwakilishi wa shekhe wa mkoa katika shughuli hii ya leo. Shekhe wa mkoa kaniagiza nimlete na nimfikishe kwako, nimtambulishe. Habari zingine zote alizoagizwa na shekhe wa mkoa anazo yeye. Sasa nitamkabidhi shekhe wa wilaya, atabaki naye inshallah. Tutaendelea. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiitifaki ni kwamba kwa sababu shekhe wa mkoa yuko hapa, shekhe wa mkoa yuko hapa, wakati wa kuzungumza kwake angeinuliwa na shekhe wa wilaya, lakini shekhe wa wilaya kwa sasa ana dharura, anataka kusalimu walioko hapa, walimu wa madrasa pamoja na wanafunzi, alafu aseme kidogo, kwa sababu yeye ni katika viongozi walio juu, lakini pia ndio alituwekea jiwe la msingi. Tafadhali maskura, shekhe wa wilaya usalimu na uzungumze kadri Mwenyezi Mungu alivyokujalia, alafu baadaye uweze kumalizia majukumu mengine ambayo ulikuwa umekusudia siku ya leo. Hatutamsalimia, asimame shehe wa mkoa kwa sababu wakati wake bado inshallah. Sheikh wa wilaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصل اللهم على بشير النذير وسراج المنير والمعلم النحرير والأستاذ الكبير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ليس غريبا أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، لدلالة على أهمية العلم ووجوب الطلب، وليس بالعلم العلم اليديان فحسب، ولكن كل من فتح الله بصيرته وأدرك القدرة الإلهية أن يتعلم ما يشاء من العلم. Mheshimiwa mwakilishi wa shekhe wetu wa mkoa Tabora na mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa Sheikh Isa, shekhe wetu wa kata hii Ikuli Allama Sheikh Abdallah Al-Fedha, mwenyekiti wetu wa kata hii ya Ikuli, viongozi wote wa kata hii ya Ikuli, mwenyekiti wa kamati ya itifaki na mjumbe wa kamati ya maendeleo, katibu wa kamati ya maendeleo BAKWATA wilaya Tabora, ndugu yetu Sheikh Jumanne Ligobora, shekhe wetu wa kata ya Kidato kwa hapa, mzee wetu mzee Zuberi, mwenyekiti wa kata ya Kiloleni Tadi Shabani, mwenyekiti wa kata ya Kidato Ustadhi Suleiman, na mashekhe wote ambao tuliohudhuria, bila kuwasahau maustadhi wetu wa madrasa hii, wazazi,
tuseme itifaki imezingatiwa. Kwanza mimi naomba nichukue fursa hii kuwataka radhi. Nitaka radhi mwakilishi wa Sheikh wa mkoa kwamba mambo leo ni mengi na dharura ni nyingi ambazo zinatukumba kwa kipindi hichi na muda huu. Kwa hiyo baada ya kuwa nimetoa salamu zangu, basi mimi nitakuwa ni mwenye kuondoka. Kwa hiyo Sheikh, usione tumekuacha. Hapana, ni dharura ambayo nilitoa kabla hata hujafika na inaeleweka. Lakini pia nimtaka radhi Sheikh wa kata na kamati yake kwa ujumla, na wao pia walisamehe. Si kawaida yangu, nyinyi mnajua, napokuwa katika shughuli basi mpaka nimalize mwisho, lakini ni dharura ikija basi haina namna. Lakini pia niwatake radhi walimu, niwatake radhi wazazi, pamoja na wote ambao tuliohudhuria katika hadhara. Hilo la kwanza. La pili, nitoe pongezi, ingawa sijamaliza masomo kuyasikia, lakini nitoe pongezi kwa walimu kwa kile ambacho tulichokisikia kutoka kwa vijana wetu. Vijana wamesoma vizuri, inshallah, alhamdulillah. Kuna mambo wanaita kitaalamu lahadhul lisan. Lahadhul lisan ipo tu hata kwa masheikh pia. Mambo hapo inawezekana ulimi ukateleza kwenye Uislamu kwa kusema namna kutamka, au kukosea ile ibara kinahau ile kisra kwa fatha ni dhamma kwa hivi. Hawa ni mambo ya kawaida sana katika ulimwengu wa kielimu. Kwa masheikh tunakosea hawa watoto. Kwa hiyo makosa madogo kwa watoto yapo, na tumeyasikia na tunajua kwamba haya ni makosa kwa watoto, lakini kwa hakika vijana wetu wamesoma vizuri. Lakini naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana kijana wetu mmoja ambaye ameniliza machozi hapa, ambaye yeye ni mlemavu wa kusema, lakini wallahi kaonesha maajabu makubwa sana. Na hii ndugu zangu ni ibra kubwa ambayo leo Mwenyezi Mungu ametudhihirishia mbele yetu. Kijana huyu ni mlemavu wa kusema, lakini kafundishwa na kasoma Qur'ani, kaisoma Qur'ani. Mimi na wewe ambao ni mafasaha wa kusema hatuna ulemavu wa aina yoyote, ninaamini anayosoma huyu kijana mengi sisi hatuyajui. Bado mazima, hatuna ulemavu wote, hatuna kasoro yoyote. Sasa huyu mimi nampongeza sana, na naomba niahidi hapa mbele ya shekhe wa kata na mbele ya kaimu shekhe wa mkoa na wote ambao tuliohudhuria hapa, kijana huyu mimi nitampa zawadi. Nitampa zawadi maalum kabisa kwa namna ambavyo alivyojitahidi kuisoma Qur'ani. Chukua ibra ndugu zangu kufikia kijana huyu. Mimi kaniliza machozi hapa. Lakini pia tuwapongeze walimu, wamefundishaje mpaka anaweza kusoma hata hivyo alivyosoma. Ni shughuli kubwa. Shughuli kubwa na ni shughuli nzito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri kijana wetu. Na Mwenyezi Mungu amponyeshe maradhi aliyonayo. Haya mambo naweza kufikiri makubwa, lakini ni madogo sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akisema atusema, anasema hapa sikuni fayakun. Kun fayakun. Mungu akiamua kusema tu sema, anasema. Na wala si ajabu. Kwa hiyo tuzidi kumwombea dua, tusikate tamaa, tumwombea dua hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia na akawapa fasaha kuliko sisi. Ndugu zangu, la mwisho baada ya hayo mawili matatu, tupo kwenye hadhara ya elimu.
tunasema hadhihi haflatun ilmiya, tupo kwenye hafla ya kielimu. Hii ni hafla ya kielimu, tukiwasikiliza watoto wetu kile ambacho walichofundishwa na walimu zao, kama hamasa kwa watoto wetu, lakini hamasa pia kwa wazazi, kwamba waone watoto wao hapa hawakuja kucheza, isipokuwa wamekuja kusoma. Ndugu zangu, elimu ndio kila kitu katika ulimwengu. Nathubutu kusema ya kwamba hakuna jambo lina thamani katika ulimwengu kama elimu.